Naam, ni siku nyingine mtazamaji na mfuatiliaji mzuri wa Kemgongo TV. Tunakutana tena ndani ya Sport Cake tuangazie habari za kimichezo. Kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, kukupeleka viwanjani sisi si jambo geni sana, bali ni jambo la kawaida kwa sababu tunakupeleka kwenye viwanja tofauti kukujuza habari za kimichezo. Lakini tunakupeleka kwenye uga mbalimbali kwa kujaribu kutazama vitu gani ambavyo vinazungumzwa, vitu gani vimeendelea, lakini kitu gani kinatarajiwa kutokea hasa kwenye masuala mazima ya kimichezo. Hii leo tutazame hasa kila ambacho kinachoendelea Zanzibar, Mapinduzi Cup, tukiangalia mchezo wa jana Young Africans dhidi ya TRA United, dakika 90 ikishuhudiwa TRA wanapoteza kwa kufungwa goli 1-0. Ninaye mchambuzi hapa ambaye ni Damian Haule, mimi ni Chazi Fabian, lakini nyuma ya kamera Nathan ni Majani anahakikisha tunaonekana kwa uzuri hapa na unatutazama kwa hadhi ya HD kabisa. Damian, habari ya uzima? Safi kabisa. Siku nyingine, mambo mengine, tunakutana tena ndani ya Sports Kick. Ndio, sahihi. Tuanze hapo kwa uzuri, matokeo ya jana ya Mapinduzi Cup. Yanga na TRA haijawahi kuwa mechi nyepesi. Dakika 90 zinatupa radha ya Mapinduzi kwa sababu kila mmoja alitamani kushinda. Yanga wanaenda hatua inayofuata na TRA wanaruhusu goli 1-0. Mchezo huu ulikuwa aina gani kwa ufupi sana? Yes, kwa mchezo wa jana tuliona jinsi mashambulizi yalivyotengenezwa, approach ya mwalimu Pedro Gonçalves alikuja na approach ya tofauti kwa sababu akiangalia quality ya wachezaji wake kina Damaro Kamara, waingizo jipya kabisa ambao wanazidi kuonyesha kwa nini mwalimu alimhitaji kumsaini na kwa nini anachezea Young Africans. Kwa hiyo kwa jana mchezo ulikuwa ni mgumu kweli na tulizoea kuona timu hizi zikikutana hazijawahi kuwa na mchezo mrahisi hata siku moja. Ushindani wa hali ya juu, wachezaji wote wanahitaji kuonyesha nafasi na kudhihirisha kwamba yes, niko hapa kwa ajili ya maslahi yangu, niko hapa kwa ajili ya kuonyesha kipaji changu. Mpaka dakika 90 mchezo umekwisha kwa goli 1. Tulitarajia pia maingizo mapya kipindi cha pili kuweza kutengeneza nafasi nyingi za magoli kwa Young Africans, lakini pia kwa TRA. Though ni mashindano ambayo yanachezwa katika visiwa vya Zanzibar, yapo na utamaduni wao na yapo na falsafa yao, lakini kwa Young Africans anaendelea kujitengenezea tiketi na kupata maandalizi mazuri ya kwenda katika ile CAF Champions League tarehe 23, kwa sababu hapa sasa hivi ni njia, lakini hapo baadaye wanaingia katika mashindano makubwa ya Afrika. Kwa hiyo sasa hivi mwalimu Pedro anazidi kutengeneza kikosi na kujua wachezaji gani atawahitaji kwa ajili ya kupata ile first 11 yake. Okay, tutazame baadhi ya wachezaji ambao wameingia hasa kwenye dirisha kubwa la usajili la Young Africans. Achana na hili dogo. Celestine kuwa ni mmoja wa wachezaji ambao waliingia kwenye dirisha kubwa la usajili na jana ndiye alifunga goli pekee. Yep. Lakini katika kushangilia kwake ukijaribu kuangalia staili ambayo alizungumza ama alifanya lugha ile ya picha, akaonekana kama kuandika kitu alafu yani kama kila ambacho mnakiandika mtandaoni sicho, yani endeleeni kuandika, mimi sijali. Alichokionyesha kiwango chake jana, kakosa nafasi baadhi, lakini mtu mwingine Balakonte naye vile vile alipata nafasi kwa muda fulani hivi akaingia kucheza. Viwango vyao hawa bado vinafiti kwa sababu kuna wengine tunaona hawapo sasa hivi. Dombi hatujamuona, Boyele ametoka pia. Kwa hawa ambao wamesalia kwa sasa, achana na Kouma ambaye tuliambiwa alikuwa majeruhi na mchezo uliopita alicheza pia. Kwa hawa Ekua na mwenzake, kiwango bado kipo. Ukimwangalia, unajua mchezaji unamwangalia kwa touch zake au amefiti. Ukiangalia kwa kufiti bado hawajafiti 100%, lakini ukiangalia touch zake, anapokeaje mpira, anafanya maamuzi wakati gani, je, football brain ipo, footwork anayo? Kwa sababu unapokuja kumjudge mchezaji lazima utaangalia utendaji wake wa kazi wa 100%. Je, katika mechi ngapi amefanya nini, msaada wake ni upi katika mechi hizo ambazo amecheza. Kwa hiyo kwa sasa hivi nadhani bado ni mapema kwa sababu bado wana miezi kama 3-4, bado hawajamaliza hata miezi 6, miezi 7. Kwa hiyo kuwajaji itakuwa ni mapema sana. Ila ukimwangalia the way jinsi anavyopokea mpira, anapofanya mashambulizi, kutengeneza nafasi na kutengeneza magoli, kushambulia kwa speed zaidi, unaona kabisa ni mali, unaona kabisa ni mchezaji mzuri. Lakini shida inapokuja kwenye maamuzi ya mwisho ndio inapokuwa tashtiti hapo inatokea hapo. Lakini nadhani kabla ya kufanya maamuzi
akilini mwake tayari kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuwa vinazunguka. Kwa hiyo anakuwa anashindwa kufanya vitu kwa 100%. Kama angekuwa katika pressure ndogo, angekuwa anacheza katika timu ya daraja la kawaida, daraja la kati kama Coastal, Mtibwa, TRA. Na sidhani kama wachezaji wa Yanga ambao wamesajiliwa dirisha lile wangekuwa katika kiwango hichi. Kwa sababu unacheza Yanga tayari muda wote uko kwenye pressure. Muda wote mashabiki wanachama wanahitaji matokeo. Hakuna ile room kubwa ya kukuachia kwamba miaka 2-3 labda mwaka mzima wewe ujitengeneza and then msimu wa pili au wa tatu ndio uje uwe bora zaidi. Hiyo room kwa Yanga hamna. Kwa hiyo kwa kipindi ambacho tutakuwa umesajiliwa, kipindi hicho watahitaji uwaonyeshe kitu bora ambacho wanakihitaji kutoka kwako. Kwa hiyo kwa sasa hivi bado hawaja fit. Nadhani tuendelee kuwapa time, wanaweza wakawa bora zaidi. Kwa michezo hii miwili ambayo imechezwa ya Mapinduzi Cup, Yanga wakicheza mchezo wa kwanza na KVZ, mchezo wa pili wakacheza na TRA. Kuna wachezaji ambao wameingizwa katika mwezi huu, ingizo jipya naweza kusema Emmanuel Mwanengo kule mbele, lakini kuna mtu mwingine anaitwa Damaro Kamara, lakini vile vile kuna mchezaji mmoja ambaye pia ameingizwa hapo ukitokea Singida Black Stars maarufu Shakei. Kwa viwango ambavyo wamevionyesha jana, Emmanuel Mwanengo alipewa time, Damaro alipewa time, lakini vile vile Shakei na aliingia kipindi cha pili akapewa muda wa kucheza. Wana asilimia ngapi ya kuonyesha kwamba wana kitu kwa sasa? Wachezaji wote ambao uliwataja wana quality. Ukimzungumzia Shakei amefanya vitu vizuri kweli kweli akiwa Singida, na mpaka hivi sasa na namba nyingi sana. Ni mmoja wa wachezaji ambao wameifikisha pale Singida Black Star. Damaro Kamara bado naye anazidi kuingia katika mfumo taratibu, lakini unaona pia kazi ambayo ameifanya eneo la backline. Anaweza kucheza kama backline, anaweza kucheza kama kiungo. Kwa hiyo kwa uchezaji wake na namba ambazo ameshazitengeneza, nadhani anaweza akaja kuwa bora zaidi. Na wachezaji wote ambao pia wamesajiliwa kwa hivi sasa, nadhani watakuja kuwa bora zaidi kwa approach ya mwalimu Pedro Gonçalves. Bana, shukrani sana. Naam, kwa hapo tulikuwa tunatazama hasa Mapinduzi Cup tukiangalizia mchezo wa Yanga dhidi ya TRA. Kwa sasa tutupie jicho mchezo ambao unafuata, ni Mapinduzi Cup tena. Ni Azam FC dhidi ya Simba Sport Club. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DStv, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.